Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa dhati kabisa ili kuendeleza jitihada za kuwawezesha wanawake na kuboresha hali ya lishe kama nguzo ya maendeleo ya taifa kwa kufanya yafuatayo kwa uchache: kuimarisha ujumuishaji wanawake kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo bado ajenda ya uwezeshaji wanawake kwenye kiuchumi tutaizingatia sana, kwa sababu sasa tumeelewa takwimu hizi zinatuambia nini, tatizo liko kwenye kundi gani sana. Pili, serikali itaendelea kuongeza wigo wa upatikanaji wa elimu, mikopo na umiliki wa mali kwa wanawake. Itaendelea kuhamasisha kilimo chenye kuzingatia uzalishaji wa chakula bora ili kuhakikisha kila kaya inazalisha na kula chakula bora. Itaendelea kupunguza pengo la kuto kujiamini kwa wanawake kwa kuhimiza ushiriki wao katika nafasi za uongozi na maamuzi katika taasisi rasmi na jamii kwa ujumla. Serikali itaendelea kuongeza ushiriki wa wanawake katika maamuzi ya mazingira na itaendelea kuongeza matumizi na ujumuishaji wa takwimu za jinsia na mazingira katika maamuzi, programu, ufuatiliaji, tafiti na uhamasishaji. Nimezindua kitini cha uwezeshaji, upangaji, mipango ya sekta zote kwa jicho la kijinsia, na tunakwenda mbele. Kama tumefikia hapo, ina maana huko tunakokwenda hata CAG atakuwa anakagua ubora wa mipango kwa jicho la kijinsia. Wa kupewa hati safi, haya; wa kupewa hati nyingine, haya. Pigia makofi kwetu tafadhali. Kwa hiyo takwimu zako hizi za leo zitapata ulaji, kwa sababu zinakwenda sambamba sasa na mipango ya wizara nyingine, kuzielekeza sekta zipange vizuri mipango yao kwa kuzingatia jicho la kijinsia. Na hapa ndo tunapoanza kuzindua hicho kitini jana, na mipango inayokuja tutashirikiana kuifanyia assessment. Ikibidi tutoe tuzo la takwimu, tutengeneze kitu cha kusababisha watu wapende kutumia takwimu. Mpango unaupanga hauna jicho la kijinsia, iwe ni sababu ya ajenda ya wewe kukupunguzia maksi zako katika ubora wako wa upangaji hiyo mipango. Pigia makofi. Ni dhahiri kabisa kwamba takwimu hizi zinaongeza tija kubwa, na tunategemea kwa kiwango kikubwa sana kuendelea kuongeza nguvu kubwa na kuweza kujibu utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiangalia katika nguzo ya pili ambayo ni uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, hapo pia tunaona lishe bora, elimu, afya, lakini pia uwezeshaji wa wanawake na usawa wa kijinsia. Kwa tukienda na nguzo ya tatu, uhifadhi wa mazingira na tabia ya nchi, tafiti yetu ya pili ya jinsia na mazingira inajikita pale moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana naendelea kusema tujipongeze sana kama Tanzania, NBS, OCGS, lakini pia na wadau wetu wote. Kazi kubwa tumeifanya. NBS, OCGS tutaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunazalisha takwimu ambazo zinaleta tija, lakini pia zinaongeza ustawi wa wananchi na kuweza kupima changamoto, kuelekeza pia wapi mipango ipangwe vizuri kwa kuzingatia ushahidi wa kitakwimu, yani wa kisayansi. Sisi kama board, malengo yetu makubwa ni kuhakikisha hawa wasaidizi wetu wanatengeneza hizi takwimu za kutosha, na sisi tutafute namna ya kuwezesha hizi takwimu kuwafikia wadau, na wadau pia waone umuhimu wa kuweza kuzitumia hizi takwimu. Kwa hiyo kwa wizara hii ya wako mheshimiwa, tunajua ni wizara muhimu, na target group inayohusika wanawake, nutrition, haya chakula hiyo, na hii gender impact, nayo yote ni mambo ambayo ni muhimu sana, yanaingiliana hata na haki za binadamu wenyewe. Kwa hiyo tunaamini kabisa takwimu hizi utakazozizindua leo zitakuwa na msaada mkubwa sana katika kuendesha wizara yako, lakini na serikali yenyewe kutambua wana wajibu wa kiwango gani katika kuendeleza nchi yetu.